Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Natumai buheri wa afya Jumatatu hii msikilizaji. Mimi ni Victor Kenani. Shukran sana kwa kujumuika nasi msikilizaji, na mimi ni David Inke nikiwa Dar es Salaam. Tulionayo katika Dira ya Dunia: kizuizi cha kijeshi cha Marekani kwenye pwani ya Iran kimeanza kutekelezwa rasmi, huku Iran ikionya kwamba italipiza kisasi dhidi ya hatua hiyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo amejibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump na kusema hana nia ya kujadiliana na rais huyo, huku akianza rasmi ziara yake ya bara Afrika. Duru mpya ya mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 imeanza mjini Geneva. Tunaita Rais Tshisekedi aitishe hiyo ambao wanaita dialogue inclusive national, waweze kukaa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikundi vyote. Rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera yuko nchini Tanzania kama sehemu ya ujumbe wa Jumuiya ya Madola unaolenga kusaidia mazungumzo ya kisiasa kufuatia uchaguzi wa mwaka jana. Matarajio ya Watanzania ni kuweza kuona kwamba walau meza ya mazungumzo inaweza kuchukua nafasi yake badala ya siasa za uhasama na vijembe na kutupiana maneno hapa na pale. Katika michezo, Sunderland walaani matamshi ya ubaguzi wa rangi ya kumlenga mshambuliaji wao Brian Brobe, na mchezaji wa ligi kuu ya soka nchini Ghana afariki baada ya kuvamiwa na majambazi. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Jeshi la Marekani limeweka vizuizi baharini katika ukanda wa pwani wa Iran baada ya mazungumzo ya amani na nchi hiyo kuvunjika bila kufikia makubaliano. Taarifa hiyo inasema kuwa meli yoyote itakayoingia au kutoka katika eneo lililozingirwa bila ruhusa itazuiliwa au kukamatwa. Iran imetishia kujibu hatua hiyo ya kuweka vizuizi ambayo inatarajiwa kuendelea muda wote kutoka sasa. Aidha, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa Israel inaunga mkono mpango huo wa vizuizi vya jeshi la Marekani. Mataifa tofauti yametoa hisia zao kuhusu tishio la Trump kudhibiti bandari za Iran na kufunga mlango bahari wa Hormuz. Nchini Hispania, waziri wa ulinzi Margarita Robles amesema mapendekezo ya kusitisha vita hivyo hayana maana. China imehimiza pande zote mbili kuwa watulivu na kuongeza kuwa kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unasalia wazi ndilo lengo kuu la jamii ya kimataifa. Kundi la mataifa 11 kusini mashariki mwa bara Asia ambao wanategemea pakubwa mafuta kutoka Mashariki ya Kati wanataka mapendekezo ya kusitisha mapigano kutekelezwa kikamilifu na kuhakikisha usalama wa uhuru wa baharini unadumishwa. Nchini Ufaransa, Rais Macron anasema Ufaransa na Uingereza wataandaa kongamano ambalo lengo lake litakuwa kurejesha uhuru katika mlango bahari wa Hormuz hivi karibuni. Aidha, Uingereza kupitia waziri mkuu Keir Starmer imesema haiungi mkono uzuiaji wa eneo hilo la bahari. Papa Leo amesema ataendelea kuzungumza dhidi ya vita vya Marekani nchini Iran pamoja na sera za Rais Donald Trump za uhamiaji. Trump alikuwa amekashifu kiongozi huyo wa dini ya Katoliki na kumtaja kuwa dhaifu katika masuala ya sera za kigeni na uhalifu, na kisha baadaye kuambia waandishi wa habari kuwa yeye siyo shabiki mkubwa wa Papa. Papa Leo amemjibu Rais Trump kusema kuwa hana nia kujibizana naye, ila ataendelea kuzungumza dhidi ya vita vinavyoendelea. Papa amekuwa mkosoaji mkubwa wa vita vya Iran, akisema havikubaliki na kumtaka Rais Trump kutafuta njia mbadala kumaliza vita hivyo. Sitaki kuingia kwenye mjadala naye. Sidhani kwamba ujumbe wa Injili unapaswa kutumiwa vibaya kwa namna ambayo baadhi ya watu wanafanya, na nitaendelea kuzungumza kwa sauti dhidi ya vita, nikilenga kuendeleza amani. Kuzungumza kwa sauti dhidi ya vita, kutafuta kuendeleza amani, kukuza mazungumzo na uhusiano wa pande nyingi kati ya mataifa na kutafuta suluhisho la haki kwa matatizo yaliyopo. Watu wengi sana wanateseka leo duniani. Watu wengi wasio na hatia wanauawa, na ninaamini kuna haja ya mtu kusimama na kusema kuwa kuna njia bora zaidi ya kufanya mambo haya. Peter Maj ameshinda uchaguzi mkuu wa Hungary huku chama chake kikipata theluthi mbili ya viti vya ubunge katika uchaguzi ambao unamwondoa madarakani waziri mkuu Viktor Orban aliongoza taifa hilo kwa miaka 16. Laila Mohamed na maelezo zaidi.
Magyar ameuambia umati mkubwa wa wafuasi mjini Budapest huko Hungary inataka tena kuwa na ushirikiano na mataifa ya Ulaya na kuongeza kuwa wamefanikiwa kuleta muujiza katika historia ya Hungary kwa kushinda uchaguzi huo kwa kishindo. Waziri mkuu huyo ajaye wa Hungary ameahidi kipindi cha kukabidhiana madaraka kitakuwa cha amani. Viongozi kadhaa wa nchi za Umoja wa Ulaya wamempongeza Magyar kwa ushindi huo. Viktor Orban amekuwa mshirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump hadi kufikia kupata ziara ya ana kwa ana kutoka kwa makamu rais wa Marekani JD Vance katika wiki ya mwisho ya kampeni na pia wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Utafiti mpya uliofanywa na kundi la kutetea usalama wa watoto unaonyesha kuwa marufuku ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 16 nchini Australia haifanyi kazi ipasavyo. Molly Rose Foundation ya Uingereza iliwahoji watoto zaidi ya 1,000 wa Australia wenye umri wa kati ya miaka 12 na 15 na kugundua kuwa takriban 60% bado wanatumia akaunti zile zile walizokuwa nazo kabla ya marufuku hiyo kutekelezwa kisheria mwezi Disemba. Utafiti huo unaendana na matokeo sawa yaliyotolewa na mdhibiti wa internet wa Australia mwenyewe. Makampuni ya kiteknolojia yanasema kwamba karibu akaunti milioni 5 zimezuiwa nchini Australia tangu marufuku hiyo ilipoanza. Na raia kadhaa wanaripotiwa kuuawa baada ya ndege za kijeshi la Nigeria kufanya mashambulizi ya angani katika kijiji kimoja kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kuna taarifa za kukinzana kuhusu idadi kamili ya watu waliouawa katika shambulizi hilo, huko baadhi ya vyanzo vikiripoti kuwa zaidi ya watu 200 huenda waliuawa. Eneo hilo liko mpakani kati ya majimbo ya Yobe na Bono ambako kundi la waasi la Boko Haram limekuwa likifanya uasi kwa muda mrefu. Jeshi la Nigeria limesema lililenga maeneo yaliyo na magaidi, lakini limeongeza kuwa litachunguza kilichojiri. Eneo hilo la kaskazini mashariki mwa Nigeria limeshuhudia matukio ya mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni ambapo operesheni za anga za kijeshi dhidi ya wanamgambo wenyewe, itikadi kali zinazotajwa kuongezeka. Operesheni hizo zimewalenga kimakosa raia, ikiwa ni pamoja na wale walio vijijini, kambini za watu waliokimbia makazi na masoko. Hii ni BBC. Taarifa ya habari imesomwa na Isabela Mwagodi. Matangazo ya Dira ya Dunia nchini Tanzania pia yanasikika kupitia Radio Free Africa, Radio 1 na Classic FM. Nchini Kenya ni Nyota FM, Gulf Radio na Milele FM. Huko Uganda ni Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paitha. Na nchini DRC ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Aidha yako mubashara kwenye tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Jioni hii uko nami Victor Kenani na mwenzangu ni David Inkia akiwa Dar es Salaam. Karibu Inkia. Asante sana Victor Kenani, bila shaka hujambo na hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Tukaribishe moja kwa moja kwenye habari zetu jioni ya leo, tukianzia huko Mashariki ya Kati ambapo kizuizi cha Marekani dhidi ya pwani ya Iran kimeanza kutekelezwa kufuatia kushindwa kwa mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran mwishoni mwa wiki iliyopita. Marekani imesema kwamba vyombo vyote vya majini vitakabiliwa na kuzuiliwa kuelekezwa kwingine ama kukamatwa isipokuwa vile vinavyopita katika mlango wa bahari Hormuz kwenda na kutoka bandari zisizo za Iran. Iran imesema italipiza kisasi, lakini Rais Trump amerudia tishio lake la kuharibu vyombo vyote vya kijeshi vya Iran vitakavyokaribia kizuizi cha Marekani. Tehran imekuwa ikifunga kwa kasi kikubwa mlango huo wa bahari ambapo 20% ya mafuta na gesi ya dunia hupita kwa kawaida. Zaidi na Skola Kisanga. Hatua hii ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz inakuja baada ya jeshi la Marekani kutangaza kuweka mzingiro katika ukanda wa pwani wa Iran. Sasa ni kwamba meli yoyote inayoingia ama kutoka katika eneo lililo chini ya udhibiti bila idhini itazuiliwa. Hapo jana Jumapili, rais wa Marekani Donald Trump alisema ikiwa Iran itafyatua risasi ama kuanzisha mashambulizi dhidi ya meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz, atafanywa kile alichokiita ni kushambuliwa vibaya hadi kuzimu. Na spika wa bunge la Iran alisema kwamba nchi hiyo haitasalimu amri kwa vitisho. Nalo jeshi la Iran linasema kwamba meli yoyote ambayo itakaribia katika mlango bahari wa Hormuz bila kufuata masharti zitashughulikiwa vikali. Majeshi yote ya majini ya Irani yanasema ikiwa hautashirikiana na sisi, lazima tutaidhibiti meli yako. Uingereza na Ufaransa zinasema kwamba wanapanga mkutano katika siku zijazo ili kujaribu kuanzisha kile walichokiita ujumbe wa amani wa kimataifa
kimataifa unaolenga kurejesha uhuru wa usafiri katika njia ya maji. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer anasema lazima Lebanon ihusishwe katika mazungumzo hayo. Naye Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif anasema juhudi zinaendelea kutatua mzozo huu unaendelea kufukuta kati ya Marekani na Iran. Hii inakuja baada ya mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili yaliyofanyika katika mji mkuu wa Pakistan Islamabad mwishoni mwa wiki kushindwa kufikia makubaliano. Akizungumza na baraza lake la mawaziri kulingana na taarifa iliyotolewa na shirika la habari la AFP, Sharifu anasema kwamba bado usitishaji mapigano unatakiwa kuendelea. Na mimi nanukuu kile alichokizungumza, mwanzo wa kunukuu: usitishaji mapigano bado unaendelea, na kama nilivyozungumza, juhudi kamili zinaendelea kutatua masuala ambayo hayajakamilika, mwisho wa kunukuu. Wakati huo huo, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amejibu shutuma zilizotolewa na rais wa Marekani Donald Trump na kumkashifu kiongozi huyo wa dini ya Kikatoliki kuwa ni dhaifu katika masuala ya sera za kigeni na uhalifu, na kisha baadaye kuwaambia waandishi wa habari kwamba yeye sio shabiki wake. Hata hivyo, mazungumzo ya amani ya mwishoni mwa juma kati ya Marekani na Iran yalimalizika bila makubaliano, huku rais wa Marekani Donald Trump anasema yalishindwa kwa sababu Iran imekataa kuachana na mpango wake wa nyuklia. Mlango bahari wa Hormuz ni njia muhimu ya usafirishaji na karibu 20% ya mafuta ghafi na gesi hupita humo. Uchina ndio mpokeaji mkubwa zaidi wa mafuta ghafi kutoka mlango bahari wa Hormuz, akipitisha 31% ya mafuta yanayosafirishwa. India inafuata kwa kupokea 14%. Kwa ujumla, 86% ya mafuta yanayopitia katika mlango bahari wa Hormuz huenda katika nchi za bara Asia. Lakini changamoto yoyote katika mlango bahari wa Hormuz huathiri bei ya mafuta kote ulimwenguni. Rais wa Uganda Yoweri Museveni amekutana na balozi wa Iran nchini humo na kujadili maswala yenye umuhimu kwa mataifa hayo mawili. Mkutano huo unakuja baada ya kile wachambuzi wanasema ni mzozo wa kidiplomasia unaohusishwa na matamshi ya mkuu wa majeshi ambaye pia ni mtoto wa Rais Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuhusu vita vya Mashariki ya Kati. Shuaib Ibrahim na ripoti kamili kutoka Kampala. Kupitia mtandao wa X, Rais Yoweri Museveni amethibitisha kukutana na balozi wa Iran nchini Uganda, Majid Safar, na kujadili maswala ya maslahi na ushirikiano kati ya Uganda na Iran. Katika ujumbe huo, Rais Yoweri Museveni pia ameambatanisha picha inayomwonyesha akiwa ameketi pamoja na wanadiplomasia wa Iran na waziri wa mambo ya nje wa Uganda, JJ Odonga. Wizara ya mambo ya nje ya Uganda bado haijatoa maelezo ya kina kuhusu mkutano huo. BBC imeandikia wizara hiyo, lakini bado haijatoa jibu. Hata hivyo, vyombo vya habari nchini Uganda vinasema wanadiplomasia wa Iran waliomba ufafanuzi kuhusu msimamo wa Uganda kufuatia mfululizo wa matamshi ya mkuu wa majeshi na mwanaye Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ya kuiunga mkono hadharani Israel na kutoa pendekezo lenye utata kwamba Uganda iko tayari kutuma wanajeshi wake kuilinda Israel katika vita vyake na Iran. Matamshi yake yameibua maswali iwapo sera ya muda mrefu ya Uganda ya kutofungamana na upande wowote katika masuala ya kigeni imeanza kuchukua sura mpya. Katika miezi ya hivi karibuni, balozi wa Iran nchini Uganda Majid Safar ameimarisha ushirikiano na uongozi wa Uganda na kusisitiza tena nia ya uongozi mjini Tehran ya kutanua maslahi na ushirikiano wake katika ukanda wa Afrika Mashariki. Uganda inashirikiana na Iran pamoja na Israeli katika masuala mbalimbali, na mataifa hayo mawili pia yana balozi zao nchini Uganda. Mkutano kati ya Rais Yoweri Museveni na wanadiplomasia wa Iran umefanyika wakati ulimwengu ukishuhudia ongezeko kubwa la uhasama baina ya Iran na Israel pamoja na Marekani, huku Iran ikisisitiza kuwa msimamo wake katika mzozo huo ni kujilinda pekee na kwamba haijalenga taifa lolote barani Afrika. Rais Museveni, ambaye kwa sasa ndiye mwenyekiti wa mataifa yasiyofungamana na upande wowote maarufu kama NAM, katika mazungumzo ya awali amesisitiza kuwa Uganda itaendelea kuwa na ushirikiano na Iran na pia kudumisha uhusiano na mataifa yenye nguvu ya Magharibi na Mashariki ya Kati. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Shukrani sana Shuaib Ibrahim kwa taarifa hiyo. Nisome jumbe kadhaa ambazo tumetumia kwenye ukurasa wetu wa Facebook hapa. Mtu Beni anasema anapata vyema kutoka Ndalambo, Momba, Songwe, Tanzania. Rama Ntunda
anasema nipo Sepuka Singida, tupo pamoja kwenye matangazo ya jioni. Lakini Mbarindi Kabuyai anasema Butembo DRC inapaswa na M23 inapaswa kukubali kuacha mauaji ya raia wa mashariki mwa Kongo. Raia tunahitaji dunia isiyo na vita, ni ujumbe wake. Lakini nimalizia na David Sechenga anasema mwanaharakati mzalendo kutoka Wagumu tunadumu sana Muheza Tanga, anasema tupo pamoja katika matangazo haya ya Dira ya Dunia mpaka tamati, na sisi tunasema asante sana. Ni saa 1 kasorobo Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kasorobo Afrika ya Kati. Taarifa kuu jioni ya leo: kizuizi cha kijeshi cha Marekani kwenye pwani ya Iran kimeanza kutekelezwa, huku Iran ikionya kuwa italipiza kisasi dhidi ya hatua hiyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo leo amejibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump na kusema hana nia ya kujadiliana na rais huyo, huku akianza rasmi ziara yake barani Afrika. Tunaita Rais Tshisekedi aitishe hiyo ambao wanaita dialogue inclusive national, waweze kukaa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikundi vyote. Na duru mpya ya mazungumzo kati ya serikali na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 imeanza mjini Geneva. Hii ni BBC. Na bila shaka unaendelea kusikiliza matangazo moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inke nikiwa katika studio zetu za Dar es Salaam, na mwenzangu ni Victor Kenani akiwa pale Nairobi, Kenya. Tusonge mbele ambapo waziri mkuu mpya wa Hungary Peter Magyar amesema Jumapili ilikuwa siku ya historia na akaahidi kuanzisha enzi mpya. Amesema Hungary imeporwa na kuharibiwa na sasa imekuwa nchi maskini zaidi na yenye ufisadi mkubwa zaidi katika Umoja wa Ulaya. Miongoni mwa vipaumbele vyake ni kupendekeza kikomo cha mihula miwili tu kwa waziri mkuu kuwa madarakani. Zaidi na Nastaha Mohamed. Ni sherehe za ushindi wa kiongozi mpya wa Hungary baada ya kushindwa kwa Viktor Orban ambaye alikuwa kiongozi kwa miaka 16. Utawala wake huo wa muda mrefu umekosolewa kama utawala wa kidikteta, lakini sasa hayo yote ni ya kale. Viktor ameshindwa na mwanasiasa mwenye umri wa miaka 45 aliyewahi kuwa ndani ya chama hicho na kuwashawishi wananchi wa Hungary wengi kuhitimisha utawala huo. Chama cha Peter Magyar kilipata theluthi 2 ya viti vya ubunge katika uchaguzi ambao unamuondoa madarakani waziri mkuu Viktor Orban. Bwana Magyar ameambia umati mkubwa wa wafuasi mjini Budapest kuwa Hungary inataka tena kuwa taifa la Ulaya na kuongeza kuwa wamefanikiwa kuleta muujiza katika historia ya Hungary kwa kushinda uchaguzi huo kwa kishindo. Tumefanikiwa. Tidza na Hungary wameshinda uchaguzi huu, sio kwa tofauti ndogo, bali kwa ushindi mkubwa sana kwa kweli. Ushindi wa kishindo. Kwa pamoja tumeuangusha utawala wa Orban. Kwa pamoja tumeikomboa Hungary. Matokeo ya awali ya uchaguzi yalitegemea zaidi ya 98% ya kura zilizohesabiwa na yalionyesha chama chake cha TESZA kiko mbele kupata ushindi wa ajabu wa viti 138, huku chama cha Fedz cha Orban kikipata viti 55 na chama cha mrengo mkali wa kulia cha Our Homeland viti 6. Ushindi huo wa kishindo utampa kiongozi mpya Magyar uwezo wa kubadili sera za ndani za Orban ambazo zimekuwa zikikosa umaarufu, bali pia utafungua ukurasa mpya katika mahusiano ya Hungary na dunia. Hello, Mr. President, how are you? You are on with about 5,000 Hungarian. I can't believe that. Orban amekuwa mshirika wa karibu wa rais wa Marekani Donald Trump hadi kupata uungwaji mkono wa ana kwa ana kutoka kwa makamu wa rais wa Marekani JD Vance katika wiki ya mwisho ya kampeni, pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Pia amekuwa mwiba kwa muda sasa kwa Umoja wa Ulaya na Ukraine. Magyar kwa upande wake amesimama kwa msimamo wa kutohusisha Hungary na Urusi, akipendelea kujenga mahusiano rafiki zaidi na Umoja wa Ulaya pamoja na Ukraine. Raia wa Hungary wanaelezea furaha yao. Nina hisia nyingi sana. Hii ni historia unajua. Na nafurahi sana kuwa tutasalia kama sehemu ya bara Ulaya. Imekuwa kama jambo la kushindwa kuaminika kwetu, lakini imekuwa kama jambo la muujiza. Ushindi wa Peter Magyar umeibua wimbi la pongezi kutoka kwa viongozi mbalimbali barani Ulaya. Leo bila shaka ni siku ya kusherehekea. Ningependa kuwakumbusha
kunikumbusha nilichowahi kusema katika hotuba kwa watu wa Hungary. Sisi ni familia moja. Hadithi yenu ni hadithi yetu. Mustakabali wenu ni mustakabali wetu, na tutatembea nanyi kila hatua ya safari. Mrengo wa siasa za mrengo wa kulia wa umaarufu umepata pigo kubwa nchini Hungary jana, na hali hii ina athari zinazovuka mipaka ya Hungary. Utawala wa Viktor Orban ulijengwa kupitia ushindi wa uchaguzi mara 4 mfululizo na wingi mkubwa wa viti bungeni, lakini ndani ya dakika chache tu ilionekana wazi kuwa ulikuwa umefikia mwisho. Orban alijitokeza mwenyewe na kukubali kushindwa. Kiongozi mpya ameahidi kubadili mabadiliko ya enzi ya Orban katika sekta ya elimu na afya, kupambana na ufisadi, kurejesha uhuru wa mahakama na kumaliza mfumo uliochukiwa sana wa upendeleo unaojulikana kama NER, ambao uliwasaidia wanachama na wafuasi wa chama kujinufaisha huku rasilimali za serikali zikipotezwa. Viktor Orban akiwa na umri wa miaka 62 bado hajaacha uongozi wa chama chake, na bila yeye ni vigumu kutabiri mustakabali wa Feds. Kwa sasa ataendelea kuongoza Hungary katika nafasi ya muda, huku yeye na chama chake wakijipanga upya baada ya kushindwa. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Shukran Nasteha Mohamed. Na sasa turejee barani Afrika, ambapo duru mpya ya mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda yamefunguliwa mjini Geneva, ikiwa ni jaribio la 9 la kufufua mazungumzo tangu mapigano yalipozidi mashariki mwa DRC. Mazungumzo hayo yaliyopangiwa kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 mwezi Aprili yanafanyika kwa mara ya kwanza chini ya Uswizi. Waathiriwa wa vita mashariki mwa Kongo DRC wamekuwa na maoni tofauti kufuatia duru hiyo mpya ya mazungumzo hayo. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Hii si mara ya kwanza AFC M23 na serikali ya Kongo kukutana kwa lengo moja la kutafuta amani mashariki mwa DRC. Mara kwa mara pande hizi mbili zinazozozana zimekutana katika mataifa mbalimbali. Hii ikiwa ni duru ya 9 ya mazungumzo ya kati ya pande hizo mbili. Wajumbe kutoka AFC M23 walisafiri kutoka Goma, mji ulioko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wengine kutoka maeneo mbalimbali. Ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaongozwa na Sumbu Sita Mambu, huko mataifa mbalimbali yakiwakilishwa pia kama vile Marekani ambao watafanya kazi kama wawezeshaji, na tume ya Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO ikishiriki kama mwangalizi. Kwa hayo mashirika ya kiraia, lakini pia wachambuzi wa masuala ya usalama na wanasiasa mashariki mwa DRC wamekuwa na maoni tofauti kufuatia duru mpya hii ya mazungumzo haya ya AFC M23 na Kinshasa. Clovis Mtuva ni mmoja wa vijana wa vuguvugu la Lucha. Kila siku nimesema kama hiyo ni mchezo. Walianza huko Nairobi, wakaenda Angola, wakafika Doha, wakaenda Washington, tena leo wanaenda Swiss. Hiyo mambo imechokesha kabisa. Tuna imani kama huko hakutapatikana suluhisho, kwa sababu kwanza wote hakuna mtu ambaye iko na volonte ili mambo iweze kuendelea mbele. Wanasiasa wanaounga mkono utawala wa Kinshasa wanaamini kuwa mazungumzo haya ni muhimu kuimarisha amani nchini Kongo. Hao wanaonya pande mbili hizi kuzungumza kwa moyo wa utulivu usiokuwa na hila wala kutafuta faida zao binafsi kuliko kufanya kazi kwa manufaa ya taifa la Kongo. Moize Ziha ni mwanachama wa UNC mashariki mwa DRC. Ni kitu ambayo tunafurahi, lakini waende huko na wanajua kama raia inataka amani, raia inataka ifanye kazi vizuri bila bunduki, iishi kwa amani. Negociations zitaendelea mbio na amani itakuwa. Kitu tu ambao tunaweza kuomba, wananegosie kwa kujua kwamba malalamiko ya raia njo wanapashwa kubeba huko kwenye negotiation. Upinzani unaounga mkono Martin Fayulu mashariki mwa DRC umesema kuwa mazungumzo yanayoendeshwa nje ya nchi ya DRC hayatatoa matunda yanayofaa. Upande wao wanaamini kuwa mazungumzo yanayofaa ni yale yatakayohudhuriwa na pande zote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mungu wa Kongo Safari ni mwanachama wa upinzani wa Martin Fayulu mashariki mwa DRC. Kwa nini Tshisekedi anapenda kuendelea kuongea na hao
watu huko nje, lakini hataki kuongea nao hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahali ambako wahanga wanakuwa. Tunaita Rais Tshisekedi aitishe hiyo ambao wanaita dialogue inclusive national, waweze kukaa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikundi vyote, upinzani, shirika la raia, makanisa na watu wote ambao wanakuwa na ujuzi na busara katika mambo ya siasa na ya usalama, watekeleze, waangalie namna gani ya kuleta suluhisho. Dadi Sale ni mchambuzi wa masuala ya usalama na kisiasa mashariki mwa DRC. Tunashauria kabisa rais wa Kongo aendelee kuzungumza ndiyo na apiganishe FARDC ipate nguvu, ipate vifaa, ingine yote inakuwa haina maana sana kabisa. Ya maana sana kabisa kuyote ni hiyo kupigana na kupiganisha. Haya yanajiri wakati mapigano kati ya wazalendo na AFC M23 yakishuhudiwa tangu Jumamosi hadi sasa katika maeneo ya Lukweti kaskazini magharibi mwa wilaya ya Masisi, Kivu Kaskazini, ambapo mamia ya nyumba ziliteketezwa. Mapigano hayo mapya yanakuja wiki moja tu baada ya mengine yaliyotokea Jumapili April 5 katika mji huo wa Lukweti. Msururu wa matukio ambayo yanazidisha janga la kibinadamu katika eneo hili ambapo maelfu ya watu waliokimbia makazi yao tayari wanarundikana. Chubengorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na sasa ni viwanjani naye Shwaib Ibrahim. Nam, shukran. Klabu ya ligi kuu ya kandanda nchini England Sunderland wamelaani matamshi ya ubaguzi wa rangi kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya mshambuliaji wao Brian Brobe kufuatia ushindi wa Sunderland wa bao 1-0 dhidi ya Tottenham siku ya jana. Zaidi ninampigia pasi Phyllis Mate. Namnam Shwaib. Sasa Sunderland imeripoti kitendo hicho kwa wasimamizi wa ligi kuu ya Premier, makampuni ya mitandao ya kijamii na polisi, kuelezea kuwa hatua za haraka zitachukuliwa dhidi ya wale waliohusika. Browe ndiye mchezaji wa hivi karibuni wa ligi kuu ya Premier kushambuliwa na matamshi ya ubaguzi wa rangi kupitia kwenye mitandao ya kijamii msimu huu. Wachezaji 4 akiwemo mwenzake Romain Mundle walilengwa mwezi wa Februari. Mwezi huu mtu mmoja alikamatwa kwa tuhuma za matamshi ya ubaguzi wa rangi dhidi ya Lusharel Getruida wa Sunderland wakati wa mechi dhidi ya Newcastle United mwezi wa Machi, mchezo ambao ulisitishwa na mwamuzi kwa kufuata na itifaki ya kupinga ubaguzi ya ligi kuu. Sunderland aidha wamesema kwamba matamshi dhidi ya Brian Brobe yanaonyesha mwendelezo wa tabia hiyo isiyokubalika. Taarifa ya klabu hiyo imesema, na hapa ninainukuu, tunasimama imara kumuunga mkono Brian na tunampa msaada wetu kamili na usioyumba, mwisho wa nukuu. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Uholanzi mwenye asili ya Ghana alihusika katika tukio wakati wa mechi ya Sunderland dhidi ya Tottenham alipomsukuma beki wa Tottenham Cristiano Romero na kumgonga kipa wake Antonin Kinski. Romero aliyeumia aliondoka uwanjani huku akibubujikwa na machozi. Barabara kabisa. Nahodha wa zamani wa England Wayne Rooney anasema Manchester City huenda wataipiku kiasi Arsenal katika swala la kisaikolojia wakati timu hizo mbili zitakapokutana wikendi ijayo katika mbio za kusaka ubingwa wa ligi kuu ya Premier. Vinara Arsenal ambao wako mbele kwa pointi 6 baada ya kucheza mchezo mmoja zaidi watasafiri hadi uwanja wa Etihad Jumapili kumenyana na City baada ya kupoteza mchezo wao wa juzi dhidi ya Bournemouth. Ninadhani City watakuwa hatua mbele kwa sababu kiuhalisia kocha na wachezaji wana uwezo huo. Watakuwa na utulivu zaidi kuwapiku wachezaji wa Arsenal, amesema Rooney. Mchezaji huyo wa zamani wa Manchester United vile ameongeza kuwa atakayeshinda mechi hiyo ya Jumapili ijayo ndiye atakayepiga upatu wa kutoa ubingwa wa EPL msimu huu. Wakati huo waziri mkuu wa Uingereza ambaye pia ni shabiki wa muda mrefu wa Arsenal Keir Starmer amewataka the Gunners kuwa na imani kuelekea na wakati wa mchezo wao dhidi ya Manchester City. Kocha wa City Pep Guardiola naye ameitaja mechi hiyo kama fainali ya EPL msimu huu. Na shirikisho la soka nchini Ghana limesema mchezaji wa klabu ya ligi kuu ya soka nchini humo ya Berecom Chelsea Dominic Frimpong amefariki dunia baada ya wanaoshukiwa kuwa majambazi waliokuwa wamejihami kushambulia basi la timu hiyo. Katika taarifa iliyotolewa leo, shirikisho la soka la Ghana limesema limeshtushwa pamoja na kuhuzunika sana na vile kutoa risala zake za rambirambi kwa
kwa familia yake, wachezaji wenzake na wote wanaofanya kazi kwa timu hiyo. Kulingana na klabu ya Berekum Chelsea, timu hiyo ilikuwa ikirejea kutoka kwenye mechi ya ligi kuu ya soka nchini Ghana wakati iliposhambuliwa na wanaume waliokuwa wamevalia barakoa na vile wakiwa wamejihami. Ni hitimisho na gofa. Rais wa Marekani Donald Trump amemtaja Rory McIlroy kama gwiji na kumpongeza raia huyo wa Ireland ya Kaskazini kwa taji lake la pili la michuano ya gofu ya Masters nchini Marekani. Trump ambaye hapo awali amewahi kucheza gofu na McIlroy amempongeza mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 36 kupitia mtandao wake wa Truth Social. Na huu ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahim. Ni saa 1 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 12 kamili Afrika ya Kati. Habari kuu jioni ya leo: kizuizi cha kijeshi kwa Marekani kwenye pwani ya Iran kimeanza kutekelezwa rasmi, huku Iran ikionya kwamba italipiza kisasi dhidi ya hatua hiyo. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amejibu matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump na kusema hana nia ya kujadiliana na rais huyo, huku akianza rasmi ziara yake barani Afrika. Na rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera yupo nchini Tanzania kama sehemu ya ujumbe wa Jumuiya ya Madola. Matarajio ya Watanzania ni kuweza kuona kwamba walau meza ya mazungumzo inaweza kuchukua nafasi yake badala ya siasa za uhasama na vijembe na kutupiana maneno hapa na pale. Hii ni BBC. Kama ni mwanzo unajiunga nasi, karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ukiwa nami Victor Kenani na mwenzangu ni David Inkia. Matangazo haya pia yako mbashara kwenye tovuti yetu sawa na ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili, ambapo mmetuma ujumbe na sasa napata nafasi ya kusoma ujumbe wenu. Hapa yupo Olivia Luheka ambaye anasema anafuatilia matangazo kutoka Congo DRC. Kunaye Richard Michael Isingo kutoka Mitihiri, Ikungi, Tanzania. Anasema, Trump, una shida gani? Umeshindwa na mbinu ya kufanya mpaka uilete shida dunia nzima kwa kupandisha maisha ya watu. Na yupo pia Amos Nyaisa, pia anafuatilia matangazo. Jafari Kopo, John Paul na Yusuf Mabula anasema kwamba jamani, si waache tu maana tumesha koma. Nicholas Baba Furola naye anasema anafuatilia matangazo haya kutoka Manyovu, Buhingwe, Tanzania. Anasema ulimwengu mzima upo na unasikiliza maneno ya Trump na Papa Leo. Naye kuna wengi tu ambao wametuma ujumbe wao na tukipata muda zaidi tutazidi kusoma. Lakini tukisonga mbele ni kwamba kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo amesema ataendelea kuzungumza dhidi ya vita baada ya Rais Trump kutoa matamshi makali dhidi ya papa huyo kutokana na ukosoaji wake wa wazi wa vita vya Marekani dhidi ya Iran. Papa huyo mzaliwa wa Marekani amesema hana hofu na utawala wa Trump na kuongeza kwamba ujumbe wake ulibaki kuwa wa amani. Papa Leo anafanya ziara yake ya kwanza kabisa ya kipapa nchini Algeria, nchi ya kwanza katika ziara ya siku 10 barani Afrika, ambayo pia itahusisha nchi za Cameroon, Angola na Equatorial Guinea. Isabela Mwagodi anaarifu zaidi. Ziara hiyo ya siku 11 iliyozinduliwa Jumatatu ni safari ya pili kuu ya kimataifa kwa Papa Leo tangu achaguliwa kuliongoza kanisa Katoliki mwezi Mei mwaka jana. Ziara hii ni kielelezo cha kuongezeka kwa umuhimu wa Afrika katika jumuiya ya kanisa Katoliki. Kulingana na takwimu za mwaka 2024, takriban watu milioni 288 wa Katoliki duniani wanaishi Afrika. Hivyo basi si ajabu kwamba safari hii inachukuliwa hatua ya kibinafsi ya Papa Leo kufanya uamuzi kusafiri Afrika. Hata hivyo, safari yake inakuja wakati ambapo kuna wasiwasi kuhusu jinsi Algeria inawadhulumu watu kutoka makundi ya dini madogo madogo. Algeria ina idadi kubwa ya Waislamu wa Suni, Wakristo na Waislamu Ahmadi wameripotiwa kuhukumiwa mahakamani kwa kile kilichoelezwa kuwa kama ibada zisizoidhinishwa au kukashifu Uislamu. Baada ya Algeria, Papa Leo ataelekea Cameroon ambapo mgogoro katika mikoa yake miwili inayozungumza Kiingereza utakuwa mada kuu.
Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa takriban watu 600,000 wameuawa na zaidi ya nusu milioni kulazimika kuyahama makazi yao katika vurugu zilizodumu kwa takriban mwongo mmoja, zikichochewa na mivutano kati ya wanaotaka kujitenga, wanaozungumza Kiingereza na serikali inayotawaliwa na wanaozungumza Kifaransa. Ni katika mikutano hii ambapo Papa leo ametoa matamshi ya kudhihirisha upinzani wake wa sera za uhamiaji za Marekani na vita nchini Iran. Rais Donald Trump naye alimtuhumu kiongozi huyo wa kanisa kuwa ni mdhaifu dhidi ya uhalifu na sera za mambo ya nje katika taarifa zake kwenye jukwaa la Truth Social, na baadaye kuambia waandishi wa habari kuwa yeye si shabiki mkubwa wa Papa. Hatutaki papa ambaye atasema ni sawa kuwa na silaha za nyuklia. Hatutaki papa anayesema uhalifu ni sawa katika miji yetu. Sipendi hilo. Mimi si shabiki mkubwa wa Papa Leo. Yeye ni mtu mwenye mtazamo wa kiliberali sana, na ni mtu ambaye haamini katika kuzuia uhalifu. Ni mtu ambaye haoni kama ni makosa kufanya mzaha na nchi inayotaka silaha za nyuklia ili iweze kulipua dunia. Mimi si shabiki wa Papa Leo. Papa amekuwa mkosoaji mkubwa wa vita hivyo na kumtaka Trump atafute njia kumaliza vita. Kwa ujumla, ni nadra kwa Papa kukosoa moja kwa moja kauli za viongozi wa dunia. Sitaki kuingia kwenye mjadala naye. Sidhani kwamba ujumbe wa Injili unapaswa kutumiwa vibaya kwa namna ambayo baadhi ya watu wanafanya. Na nitaendelea kuzungumza kwa sauti dhidi ya vita, nikilenga kuendeleza amani. Kuzungumza kwa sauti dhidi ya vita, kutafuta kuendeleza amani, kukuza mazungumzo na uhusiano wa pande nyingi kati ya mataifa, na kutafuta suluhisho la haki kwa matatizo yaliyopo. Watu wengi sana wanateseka leo duniani. Watu wengi wasio na hatia wanauawa, na ninaamini kuna haja ya mtu kusimama na kusema kuwa kuna njia bora zaidi ya kufanya mambo haya. Kuna zaidi ya Wakatoliki milioni 70 nchini Marekani, takriban 20% ya idadi ya watu. Miongoni mwao ni makamu wa rais wa Trump, JD Vance. Papa ametumia hotuba nyingi za hadhara kulaani migogoro ya kimataifa na kuhimiza diplomasia katika Mashariki ya Kati. Katika hotuba yake ya Pasaka pia, bila kutaja nchi yote moja kwa moja, alisema kuwa watu wameanza kuzoea vurugu na kutojali vifo vya maelfu ya watu. Isabella Magodi, Dira ya Dunia, BBC. Sasa kuelewa zaidi kuhusiana na ziara hii ya Papa barani Afrika, mwanahabari wa BBC Sarafina Robi amezungumza na Padri Peter Ken Jonge kutoka parokia ya Stefano Shahidi Ituru, jimbo la Nairobi, na anaanza kwa kuelezea umuhimu wa ziara hii. Papa ni mara yake ya kwanza kuzuru Afrika kama papa, lakini kwa kawaida kuna maandalizi ambayo yanafanyika kikanisa na pia kitaifa, kwa sababu yeye ni kiongozi wa dunia na vilevile ni kiongozi wa kanisa. Katika historia ya kanisa, yeye ndiye papa wa kwanza kabisa kuizuru nchi ya Algeria. Lakini vilevile ziara yake papa, na si papa huyu leo wa 14, mapapa wote ni lazima kuwe na nia na madhumni ya kila papa kuzuru nchi fulani, kwa sababu atakutana na wakuu wa kitaifa, rais ama mfalme, mawaziri, alafu tena maaskofu na watu wote kwa ujumla, na hasa kuweza kuongelea swala kama la amani katika nchi zetu, uhamasisho wa umoja na vilevile kutenda kazi kama familia moja. Na ni lipi lilozingatiwa, ama ni kwa nini ameamua kwenda kaskazini mwa Afrika na sio eneo lingine lolote la Afrika? Kwanza kabisa inategemea na mwaliko. Kama alialikwa upande ule mwingine, kama tukumbuke mwaka wa 2015 Papa Francesco aliaga, alizuru hapa kwetu Kenya na akazuru vilevile nchi zetu za Afrika Mashariki, kwa sababu wote waliungana pamoja na walikuwa na nia moja kuweza kumwalika Papa aje. Vilevile nchi hizi ambazo zimekaribiana vilevile kwa masuala ambayo ni ya imani na amani na uhamasisho wa pamoja wa wakuu wa serikali na wa kanisa, ndio sasa inafanya sasa aende upande mmoja, kwa sababu wote wameshirikiana pamoja na wakasema wacheni tumwalike Papa katika nchi zetu. Si eti kuna ubaguzi, ni vile wao kwanza kabisa ni lazima rais wao ama mkuu wa taifa aadikie ubalozi wetu katika Vatikano barua. Vile vile maaskofu ni lazima kwa pamoja waweze
kumbia Papa akaribie ama ajongee katika nchi ambazo anataka kuzuru, na kwa hivyo inategemea mwaliko. Anatarajiwa vilevile kuweza kuzuru msikiti mkuu wa Algiers na vilevile eneo la Bamida kule Cameroon. Sasa katika maeneo haya mawili, Algiers inajulikana kuwa na Waislamu wengi sana katika eneo hili. Hili unalizungumzia vipi padre? Ile kitu inaitwa kwa kimombo ecumenism. Papa haji hapa tu eti ama kuzuru nchi fulani kwa sababu ya Wakristo pekee. Kuna ile ecumenism ambayo sisi na watu ambao si Wakristo, watu wote kama taifa moja ama watu ambao wanaishi katika eneo fulani. Kwa hivyo atakuja vile vile asikilize masuala yao, aweze, kwa sababu nimesema sio kiongozi wa taifa tu ama kiongozi wa kanisa tu, yeye ni kiongozi katika dunia nzima. Kwa hivyo hana ubaguzi, wewe ni Mslavu, wewe ni Mkristo, wewe ni Mhindi, wewe ni nani, ni lazima asikilize masuala yote na aweze vile vile kuweza kujibu kulingana na vile atakavyo yeye mwenyewe aona ni vema kuweza kuwashauri wale watu. Ziara hii hufanyika baada ya mwito kutoka kwa mataifa ambayo Papa anazuru. Kwa hivyo ina maana kwamba mataifa haya mane pia yatagharamia ziara hii? Kwa kawaida lazima watashirikiana pamoja. Ni ubalozi na ubalozi mwingine. Kwa hivyo maaskofu watashughulika katika nchi zao, lakini kutoka kule Roma mpaka katika nchi yenye itaanza kwanza, hiyo kanisa katika Roma itagharamia. Lakini atakapofika tu katika nchi fulani, maaskofu na vile vile marais ama mawafalme wa nchi zile watashirikiana pamoja, kwa sababu hata kuwa mgeni tu wa kanisa, atakuwa mgeni wa serikali vile vile. Na ujumbe mkuu utakuwa upi, labda tukimalizia tu? Cha muhimu na cha msingi ambacho Papa anakuja kuongelea ni kuhusu amani katika Afrika na umoja, na kuhusu kuishi pamoja, hata kana kwamba tuko na lugha mingi, watu wa kila aina, vile vile tuko na madhehebu mengi sana ama religion mingi sana, sote tuweze kuishi pamoja, na hasa nchi ambazo ziko na vita na vurumai ziweze kuishi vizuri. Zawadi ya kwanza ambayo Yesu Kristo alitupa ni amani iwe kwenu, na kwa hivyo tuishi pamoja, tuelewane, tuelekee pamoja, tushikane mikono, na sote tujue sisi tumeumbwa na sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Namni Padri Peter Kenjonge katika mazungumzo na mwenzangu Sarafina Robi. Tukisonga mbele ni kwamba Rais wa zamani wa Malawi Lazarus Chakwera yupo nchini Tanzania kama sehemu ya ujumbe wa Jumuiya ya Madola unaolenga kusaidia mazungumzo ya kisiasa kufuatia uchaguzi wa mwaka jana. Chakwera anahudumu kama mjumbe maalumu aliyeteuliwa na Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Madola. Ziara yake inalenga kuwashirikisha wadau wakuu wakiwemo viongozi wa serikali, vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia katika juhudi za kupunguza mivutano na kuhimiza maridhiano. Sasa je, hii itakuwa ziara ambayo ina matokeo gani? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Saidi Msonga. Ni ziara ambayo imekuja katika wakati ambapo taifa pengine linahitaji majadiliano ya wazi na majadiliano jumuishi kwa wadau wote, hususan wa masuala ya siasa na uongozi, lakini pia inatoa matumaini ya kwamba walau tunaona ushirikiano walioupata kutoka kwa tume ya rais, lakini kutoka kwa upande wa serikali kwa maana ya waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na waziri wa nchi ofisi ya rais, sera, uratibu na bunge, lakini ushirikiano kutoka kwa vyama vya siasa vya ACT Wazalendo na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, inatupa picha ya kwamba walau viongozi sasa wa pande zote wana nia ya kusikilizana, na hili ni jambo muhimu sana katika mazingira ambayo nchi inayo kwa sasa, ambayo yanahitaji viongozi waweze kutumia hekima na busara katika kusikilizana, kuona ni kwa namna gani ambavyo wanaweza wakamaliza na pengine kutoa mpango kazi mzuri kwa namna gani ya kukabiliana na changamoto kama ambazo zilizotokea katika mazingira ya siasa na uongozi katika mwaka uliopita. Unadhani Chadema ambayo imekuwa ikisisitiza kwamba haitakuwa tayari kuingia kwenye maridhiano sasa itakubali baada ya ujio wake? Ni mwanzo mzuri. Kitendo cha wao kukubali kukutana naye na kusikilizana naye ni mwanzo mzuri, na tunaamini kabisa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kama chama cha siasa ambacho kina nia njema kwa ajili ya ustawi na maendeleo ya Tanzania, nadhani hizi zinaweza zikawa ni fursa muhimu kwao pia kutathmini na kujitafakari kuona namna gani ambavyo wanaweza wakatanguliza zaidi maslahi mapana ya nchi, kuweza kuhakikisha kwa
kwamba wanakaa kwenye meza sasa ya maridhiano kwa namna ambavyo wameanza jambo hili, basi waweze kuridhiana na wengine ili kuweza kuweka mambo katika mizania ambayo kwamba itakuwa na faida na tija kwa Watanzania kwa ujumla wao. Msonga Chakwera amekuja ikiwa imeshapita zaidi ya miezi 5 baada ya uchaguzi kufanyika na hata yale yaliyotokea. Sasa baadhi ya watu wanaona kwamba ni kama amechelewa sana. Hili unalionaje? Inawezekana hajachelewa kwa sababu utakumbuka hapa katikati pia alikuja mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye naye lengo na madhumuni yake yalikuwa ni haya kuweza kuona ni kwa namna gani ambavyo anaweza wakapatia ufumbuzi changamoto zilizokuwa zimejitokeza. Kwa hiyo nadhani ni mwendelezo wa jitihada ambazo zinafanywa na wadau wa siasa na hasa jumuiya hizi za kimataifa katika kuhakikisha kwamba wanashirikiana na uongozi wa Tanzania, wanashirikiana na Watanzania pamoja na vyama vyao vya siasa katika kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto ambazo zilijitokeza katika baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka uliopita. Sasa ni mambo gani muhimu ambayo nadhani ni lazima Chakwera ayape kipaumbele na kuyazingatia vilivyo kabla hajaondoka ili sasa ziara yake ikapate kuwa na manufaa kwa Tanzania? Kubwa zaidi ni kujenga msingi wa kuaminiana, kwa sababu meza ya mazungumzo inaweza ikawa na matokeo mazuri endapo wale ambao wanaingia katika meza wataweza kuaminiana, lakini pia viongozi wawe na utayari na utashi wa kuweza kuyafanyia kazi yale ambayo yatakayokuwa yamejadiliwa na kuafikiwa, kwa sababu nayo ni nukta muhimu sana ambayo inatakiwa yeye mwenyewe Chakwera pamoja na wale anaozungumza nao lazima awafahamishe kwa uwazi kwamba utayari na utashi wao kisiasa ni nguzo muhimu ya kuhakikisha kwamba kile kilichojadiliwa kinakuwa kina matokeo ambayo yatakuwa na faida kwa Watanzania. Tume iliyoundwa na Rais Samia Suluhu Hassan inaweza kutoa mwanga kiasi gani kwa Chakwera sasa kutokea hapo ambapo wameshakusanya zile yale matukio mbalimbali ama zile taarifa mbalimbali kufikia sasa na kuendelea mbele? Bahati nzuri kwa sasa tume ni kama imemaliza kazi yake, iko katika hatua za mwisho za kuweza kuandaa ripoti, na katika mazungumzo yao kwa muktasari Jaji Chande aliyoyafanya na Bwana Chakwera amedhihirisha wazi kwa namna gani ambavyo walizingatia hadidu za rejea ambazo walipewa kuzifanyia kazi. Kwa hiyo wakajaribu kuieleza kwamba namna gani ambavyo tume imekuwa na mazingira ya uwazi, lakini pia mazingira ya kutoa haki kwa kila ambaye alifika mbele ya tume kuweza kuhojiwa na kusikiliza. Lakini pia tume itatoa mapendekezo maalum kwa serikali, ni hatua gani inapaswa serikali zichukue baada ya matukio hayo yaliyotokea. Msonga, nini cha kutegemewa sasa, ama tutaona mabadiliko gani baada ya ziara ya Chakwera? Kwa kweli matarajio ya Watanzania na wafuatiliaji wa siasa za Tanzania ni kuweza kuona kwamba walau meza ya mazungumzo inaweza kuchukua nafasi yake badala ya siasa za uhasama na vijembe na kutupiana maneno hapa na pale ambavyo kimsingi huwa haziwezi kusaidia sana. Ni mchambuzi wa siasa Said Msonga akihitimisha mazungumzo na David Inkia. Jeshi la anga la Nigeria limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusu ripoti kwamba shambulizi la anga wakati wa operesheni dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huenda lilisababisha vifo vya raia katika soko moja kaskazini mashariki mwa Nigeria. Jeshi hilo limesema linashughulikia madai hayo kwa ukaribu kufuatia tukio la siku ya Jumamosi katika kijiji cha Jili kwenye jimbo la Borno. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Kwa taarifa ambazo tulizipokea sisi polisi usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9, iliripotiwa taarifa katika kituo cha polisi Yungwi kwamba kuna mgeni ambaye alikuwa amepanga kwenye hoteli ya Zuri pale alijaribu kujinyonga. Katika taarifa rasmi, mamlaka ya jeshi la anga la Nigeria iliamuru kupelekwa mara moja kwa kitengo chake cha uchunguzi wa madhara kwa raia kwenda Jili karibu na mpaka wa majimbo ya Borno na Yobe kufuatia madai kwamba shambulio la anga lililofanywa Jumamosi liliathiri soko la eneo hilo. Eneo hilo ni ngome kuu ya mapambano kati ya wanamgambo wa vikosi vya usalama vya Nigeria ambavyo vimekuwa vikabiliana na ongezeko la uasi na uhalifu wa makundi majambazi kaskazini mwa Nigeria. Shirika la usimamizi wa dharura la jimbo la Yobe, State Emergency Agency, limethibitisha kupokea taarifa za awali kuhusu tukio katika soko la Jili katika eneo la serikali ya mtaa ya Gubio, jimbo la Borno, linalopakana na Gaidam huko Yobe. Shirika hilo lilisema tukio hilo limesababisha majeruhi miongoni mwa wafanyabiashara kutoka Yobe, lakini likasisitiza kuwa aina halisi ya tukio hilo pamoja na idadi waliouawa bado haijathibitishwa. Timu za dharura zimepelekwa na wananchi wamehimizwa kuwa watulivu. Kuna taarifa zilizokinzana sana kuhusu idadi ya raia waliouawa au kujeruhiwa. Baadhi ya ripoti hasa kutoka vyanzo vya ndani na vya misaada ya kibinadamu zinaonyesha kuwa huenda watu hadi 200 waliuawa, huku majeruhi wakipelekwa hospitalini katika majimbo ya Yobe na Borno.
Jeshi la anga la Nigeria lilisema lilifanya mashambulizi ya kusafisha dhidi ya kile kilichoitwa maeneo yaliyotambuliwa kuwa ya magaidi katika ukanda wa Jili wa jimbo la Bono, likilenga waasi waliokuwa wakikimbia na kujipanga upya, lakini halijathibitisha habari kwamba walilenga soko au kusababisha vifo vya raia. Kundi la haki za binadamu la Amnesty International limekosoa shambulio hilo likisema zaidi ya raia 100 waliuawa na limetaka jeshi kuwajibika. Eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria limekumbwa na matukio kadhaa katika miaka ya hivi karibuni ambapo mashambulizi ya anga dhidi ya Boko Haram yamewalenga raia kimakosa, ikiwa ni pamoja na masoko na kambi za wakimbizi. Maelezo muhimu ikiwemo idadi kamili waliokufa na matokeo ya uchunguzi wa jeshi la anga baada yanasubiriwa kuthibitishwa. Kwingineko ni kwamba kwa mujibu wa shirika la kimataifa la WaterAid, wanawake wazazi wanaoishi kusini mwa jangwa la Sahara wapo katika hatari zaidi kutokana na kupata maambukizi wakati wa kujifungua kuliko waliopo katika nchi za Ulaya na Amerika Kaskazini. Maambukizi haya makali kwa mzazi yanaweza kumfanya hatarishe maisha yake katika kipindi cha ujauzito ama baada ya kujifungua. Mara nyingi husababishwa na bakteria wanaoingia kwenye mfumo wa uzazi na kusababisha maambukizi ya mfumo wa damu. Sababu kubwa ya vifo hivyo ni kutokuwa na usafi wa kutosha kwenye vituo vya afya. Sasa Zambia ni mojawapo ya nchi ambazo zimekuwa na kiwango kikubwa cha tatizo hilo. Taarifa ya Anita Nkonge inasomwa na Sarafina Robi. Mwana ndaga mtumbuga mumande. Isabel ana umri wa miaka 23 tu. Ameketi amejiinamia kwenye kinyesi nje ya nyumba anayoishi, jua likimchoma. Uso wake umelegea na huzuni inamzonga. Anaishi katika ndoto mbaya zaidi ya mama yeyote. Mtoto wake wa kwanza alizaliwa tarehe 10 mwezi Machi mwaka huu, ila alinusurika tu chini ya masaa 48. Niliona tu hali ya mtoto imebadilika. Joto liliongezeka, aliacha kunyonya na akawa na ugumu wa kupumua. Tulimpeleka kwenye kituo cha afya, lakini baadaye alifariki. Mtoto huyu alomzaa Isabela alikuwa akionyesha dalili za sepsis, hali ya kutishia maisha kwa maambukizi ambayo husababisha mwili kushambulia viungo vyake. Madaktari walimwambia kuwa kifo cha mtoto wake kilisababishwa na maambukizi kutoka kwa kliniki eneo hilo ambayo haikuwa na vifaa vya msingi vya vyoo. Hapa nchini Zambia, kulingana na shirika la WaterAid, 98.8% ya vituo vya afya vya ndani vinakosa vifaa vya msingi vya vyoo vya kutumika kwa wagonjwa kabla na baada ya kujifungua. Hapa Mazabuka, hii ni zahanati ya mtaa, nipo bafuni na vyoo havifanyi kazi. Kwa kweli, sehemu ya kuoga inatumika kama hifadhi. Maji safi na usalama ni muhimu katika ujauzito na wakati wa kujifungua, kama Rachel Modenda ambaye ni mkunga wa takriban miaka 13 anavyoelezea. Mama anatakiwa kuosha mikono, mama aoge baada ya kujifungua. Isipofanyika ipasavyo, ina maana kwamba maambukizi yataingia. Kwa mujibu wa sera ya serikali, tunatakiwa kuwachunguza kina mama kwa saa 48 baada ya kujifungua kabla hatujawaachilia kwenda nyumbani. Sasa kwa sababu maji hayatoshi, tunawachunguza kwa saa 6 kisha tunawaachilia waende nyumbani. Then we discharge them. Katika mji wa Monze, umbali wa saa 1 kwa gari, akina mama hapa wanasema wangeteka maji kutoka kwa bwawa lenye maji machafu wakati hawakuwa na maji safi, kama Precious G. Maima mwenye umri wa miaka 32 anavyotuambia. Baada ya kujifungua nilikuwa bado navuja damu. Nilihitaji kuoga, lakini nililazimika kuchota maji ambayo yalikuwa machafu na nikayatumia kwa kuoga na kwa kunywa, lakini hayakuwa mazuri kwa afya yangu. Katika ripoti yake ya hivi majuzi, shirika la WaterAid lilisema Afrika Kusini mwa jangwa la Sahara ina idadi kubwa zaidi ya visa hivi, huku mwanamke mmoja kati ya 9 akiugua sepsis ya uzazi. Walakini, kulingana na ripoti, suluhisho ni wazi. Bei nafuu imethibitishwa. Yanko Mataya, mkurugenzi wa nchi wa WaterAid nchini Zambia, alielezea zaidi. Ripoti yetu hivi majuzi inathibitisha kwamba kuwekeza katika usafi wa maji na usafi wa mazingira ni njia ya gharama nafuu ya kukabiliana na swala la sepsis. Na hiyo yenyewe inaweza kutafsiri kwa kiasi cha 50% ya kupungua kwa magonjwa na vifo vinavyohusiana na sepsis ya uzazi.
Pamoja na hayo, tunaweza kuona kutoka kwa utafiti wetu kwamba kiasi kidogo kama $1 kwa kila mtu inaweza kutafsiri kwa mabadiliko tunayoyataka, na hiyo $1 ni nafuu mara 3 zaidi ya kutibu sepsis. BBC iliwasiliana na Wizara ya Afya ya Zambia ili kuzungumza kuhusu swala hili, lakini bado hawajajibu. Hivi majuzi ilisema katika mitandao ya kijamii kuwa inazindua mpango wa nchi nzima kupanua upatikanaji wa maji, usafi wa mazingira na usafi katika kuwezesha huduma za afya zinazolenga kukabiliana na maambukizi yanayohusiana. Ila maneno hayo hayatamfariji Isabel ambaye haamini kuwa amefiwa na mtoto wake mchanga. Siku 3 baada ya kusambaa kwa taarifa za kifo cha mwanaharakati wa mitandao ya kijamii kutoka Marekani Ashley Robinson maarufu Ashley Jenai kilichotokea visiwani Zanzibar na kuzua mjadala mitandaoni, jeshi la polisi visiwani humo limeeleza kuwa wanasubiri uchunguzi wa kitaalamu, yani postmortem, kabla ya mwili huo kusafirishwa kwenda Marekani kwa ajili ya taratibu za kuhifadhi. Mwandishi wa BBC Alfred Lastek amezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Kaskazini Unguja Zanzibar Benedict Mapujira, na kwanza alimuuliza kwa nini haswa kilipelekea kifo cha mwanaharakati huyo. Kwa taarifa ambazo tulizipokea sisi polisi usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9, iliripotiwa taarifa katika kituo cha polisi Nungwi kwamba kuna mgeni ambaye alikuwa amepanga kwenye hoteli ya Zuri pale alijaribu kujinyonga. Kwa hiyo akawa ameokolewa na amewahishwa hospitali. Kwa hiyo taarifa za kosa la kujaribu kujinyonga zilifunguliwa na Madhura alikuwa amepelekwa tayari hospitali kwa ajili ya kupatiwa huduma. Na taarifa ya kifo chake mliipata wakati gani sasa? Taarifa ya kifo chake ilikuja kupatikana siku ya pili yake tarehe 9. Na je, kuna watu ambao mnawashikilia kutokana na tukio hilo? Hapana. Inasemekana alikuwa ameongozana na mtu ambaye anadaiwa kwamba alikuwa ni mpenzi wake kwenye hii safari ambayo alifika Tanzania. Uchunguzi wenu ulibaini chochote? Kwa mujibu wa maelezo yaliyokuwepo ni kwamba kweli alifuatana na mpenzi wake huyo au mchumba wake, na wote walikuja wakapanga katika hiyo hoteli ya Zuri pale Nungwi, lakini kabla ya tukio hilo walionekana kulikuwa na sintofahamu, kutokuelewana. Sasa kwa sababu kulikuwa na kutokuelewana huko, utawala wa hoteli ukaona ni bora uwatenganishe vyumba kwa ajili ya usalama wa kila mmoja. Kwa hiyo Ashley akawa na chumba chake na funguo yake, na huyo mchumba wake naye akawa na chumba chake na funguo yake. Na baada ya hapo sasa, kwenye fuatilia zenu, nini ambacho nyie kwenye uchunguzi mmebaini kwamba labda pengine ndio ilikuwa sababu ya yeye kutenda kile alichotenda? Hatuwezi kujua. Sasa mtu alishafariki, tutajuaje? Mwili wa marehemu umefanywa utaratibu wowote wa kuondoshwa visiwani humo, ama bado kuna uchunguzi wa aina yoyote ambao unaendelea? Tulitegemea leo itafanyika postmortem, na ili tuweze kupata postmortem ripoti, na baada ya kufanyiwa uchunguzi mwili wake utakabidhiwa, na nafikiri kwa utaratibu uliopo kwa mgeni tutawasiliana na watu wa embassy, wao watajua, au watu wa ubalozi watajua wanafanya nini. Na mwingine, komisheni ya Artemis 2 ama 2 imefikia tamati baada ya kuwavutia mamilioni ya watu kote duniani ambao walihisi kana kwamba walikuwa kisafiri pamoja na wanaanga 4 waliofunga safari hiyo kuzuru mwezi. Lakini huu sio mwisho wa mpango huo wa Artemis, kwani kuna safari nyingine zaidi zinazotarajiwa kufanyika na mipango ya kujenga kituo mwezini. Taarifa mhariri wetu wa Science Rebecca Morele inawasilishwa na Leila Mohamed. 3, 2, 1 and lift off. Chombo cha Orion kilichowarudisha wanaanga nyumbani salama kinarudi NASA ili kufanyia utafiti. Kitakuwa na jukumu kuu katika misheni hizi zijazo za Artemis. Je, unaweza kutafakari hilo? Watu 4 wakiishi, wakila, wakifanya kazi na kulala humu ndani. Sasa kimerudi duniani. Chombo hicho kilichookolewa kitaenda kufanyia uchambuzi kwa sababu timu ya hapa inataka kujua jinsi kilivyofanya kazi. Tayari tumekusanya data nyingi. Tunaanza tathmini na kuangalia, je, tunahitaji kufanya mabadiliko? Tuna misheni mwaka ujao. Hivyo mambo tuliyojifunza kutoka kwa misheni hii tunataka kuhakikisha tunayatumia. Safari ya Artemis 3 imepangiwa kufanyika mwaka 2027. Chombo cha Orion kitaungana na chombo cha kutua mwezini, lakini kitafanya msafara wa mzingo wa dunia. Hii itafuatiwa na kutua kwenye mwezi mwaka 2028
na kuwekwa kituo cha mwezi baada ya hapo. Kampuni mbili zinashindana kujenga chombo hicho cha kutua kitakachowashusha wanaanga hadi kwenye mwezi. Kampuni ya Elon Musk ya SpaceX inashindana na Blue Origin inayomilikiwa na Jeff Bezos. Hakuna iliyo tayari bado. Lakini China inafuata nyayo za Marekani kwa kasi. Inawataka wanaanga wake wanaojulikana kama Taikonauts wafike mwezini ifikapo mwaka 2030 na inapanga kujenga kituo pamoja na Urusi. Kufikia hapo ndipo tunafikia mwisho wa matangazo haya. Fundi mitambo amekuwa ni Terry Chege Nairobi, Esther Luambano huko Dar es Salaam. Msimamizi wa matangazo haya ni Nasteha Mohamed akisaidiwa na Skola Kisanga. Mhariri amekuwa ni Phyllis Mwatena, mwenzangu Dar es Salaam ni David Inkia, mimi ni Victor Kenani. Hii ni BBC.